الحمد لله حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwa mara nyingine tunamshukuru Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha kupata neema kubwa kama hii, neema ya tazawud, kutembeleana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumetoka Mombasa si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya kukuza ukhuwa na ndugu na mahaba kati yetu kama ndugu katika Uislamu na kukumbushana machache katika mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mada imetajwa dua baada ya swala. Wengine tutajiuliza kwa nini tuzungumzie dua baada ya swala? Masala ya dua baada ya swala ni katika masail ambayo kwamba lilasafi shadid yasikitisha sana katika siku ambazo kwamba tunaishi ndani yake na siku ambazo kwamba zimepita. Kumekuwa na mgogoro mkubwa na ikhtilafu kubwa kati yetu sisi kama Waislamu katika masala haya. Je, baada ya swala mtu alete dua ama asilete? Na masala yenyewe ina vipengee zaidi ya kimoja. Jambo la kwanza, dua baada ya swala. Umuman, dua baada ya swala, yani unaposwali peke yako, si peke yako. Je, baada ya swala wafaa kuleta dua ama ukishapiga salamu uinuke uende zako? Hayo ni masala ya kwanza. Masala ya pili, kuinua mikono wakati unaomba dua. Je, yafaa kuinua mikono wakati wa dua ama mtu aombe mikono ikiwa ipo chini ameipakata? Masala ya tatu, je, dua kama hiyo yatakikana kila mmoja ajiombe mwenyewe ama yafaa dua ikawa ni jamaa ya pamoja? Masaili yako mangapi? Matatu. Dua baada ya swala tulete ama twende zetu? Ikiwa tutaleta twafaa kuinua mikono? Ikiwa tutaleta, je, tulete kwa pamoja ama kila mmoja kivyake? Haya masail ni katika masail ambayo kwamba na kusikitisha sana yameleta fujo katika baadhi ya misikiti, ikafanya mpaka baadhi ya waumini wakawa wanangura baadhi ya misikiti kwa sababu ya masala haya. Mimi sitoswali msikiti fulani kwa sababu waleta dua baada ya swala. Wale mefika daraja hiyo, wengine wakawa wanapigana haswa. Hapa hakutiwi dua, tutapigana mapanga lakini dua haiti. Tufike daraja ya mapanga na kupigana na kumwagana damu kwa sababu ya masala ambayo kwamba ni khilafia, masala yenye khilafu kati ya wanazuoni. Yani damu ya Uislamu imekuwa rahisi kiasi hicho, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram.
damu zenu ni haramu juu yenu, haifai kabisa kumwaga damu ya Muislamu hata tone moja. Na mkono Muislamu atakikana uwe msafi kabisa, usichafuke na damu. Utakapofika daraja hiyo ndio utakuwa Muislamu kamili, kama alivyosema Mtume, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu aliyekamilika katika Uislamu wake ni yule ambaye kwamba Waislamu wasalimika na ulimi wake, hawatukani, wa yadihi, na mkono wake, hasubutu kumnyosha mkono Muislamu mwenzake. Masala ya dua baada ya swala. Dua, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia ni silahul mu'min. Silaha ya mu'min ni dua. Ndio maana ya silaha yani utakikani uwe mbali nayo, iwe ndio itakayokukinga. Yani mu'min atakikana alete dua kila wakati. Je, baada ya swala si ndio muhimu zaidi? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine atuambia ad-du'a mukhul ibada. Dua ni ubongo wa ibada. Dua ni ubongo wa ibada. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya tashbih, amefananisha dua na ubongo. Yani kama vile viungo vya mwanadamu havipelekwi isipokuwa kwa ubongo, na dua zako wewe na ibada zako wewe mu'min hazipelekwi isipokuwa kwa dua. Narudia tena, viungo vya mwanadamu vya kontroliwa na ubongo. Ubongo ukisimama, viungo vyote navyo vinasimama. Ndio ukienda kwenye hospitali kule utaona kuna kitu kinaitwa al-mautu sariri, kifo cha kitanda. Yani inafika daraja ubongo umesimama, kama alivyokuwa la'natullahi alayhi Sharon, miaka na mikaka amekaa kwenye kitanda, ubongo umesimama, viungo vyote havifanyi kazi. Yuko hai, avutishwa pumzi kwa oxygen, alishwa kwa kupitia mshipa unaitwa alwalid, mambo mengine yote yanaendelea, lakini ubongo umesimama, viungo vyote vimesimama. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefananisha ibada za mu'min na viungo vya mwili wake. Kama vile viungo vinaendeshwa na ubongo, na ibada zako zaendeshwa na nini? Na dua. Bila dua ibada zako zitakuwa zimekufa nazo. Yani mu'min atakikana amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kufanya kila ibada, ya Rabbi nitakabalie na mimi ibada yangu kama hii. Kwa hivyo ad-du'a mukhul ibada, dua ndio ubongo wa ibada. Na tumesema dua ni silaha ya mu'min, na dua inatofautiana kwa kutofautiana sehemu na wakati na mtu mwenyewe anayeomba. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah anatuambia amali huzidishwa ujira kwa moja kati ya mambo matatu. Yani jambo hupata fadhila kwa moja kati ya mambo matatu. Kuna kitu kinaitwa sharafu zaman, utukufu wa zama. Yani kila zama zikiwa tukufu, ukifanya jambo ndani yake, basi jambo lile linakuwa na ujira mwingi zaidi, linakuwa lenye kukubaliwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, imekuja katika hadithi ya Salman al-Farisi iliyopokewa na Ibn Khuzaimah katika sahihi yake, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kuswali swala moja ndani ya Ramadhani ya faradhi ni kana kwamba ameswali faradhi 70. Kwa nini faradhi moja ikawa ni 70 ujira wake? Kwa sababu tupo ndani ya Ramadhani. Inaitwa sharafu zaman, utukufu wa zama. Na ndio maana dua katika Lailatul Qadri si sawa na wakati mwingine. Ndio maana dua usiku wa manane kabla ya alfajiri si sawa na wakati mwingine. Kwa hivyo kila zama zinapokuwa ni tukufu, na dua nayo inakuwa ni karibu zaidi kutakabaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni sharaful makan, utukufu wa sehemu. Sehemu pia ikiwa ni tukufu, unapofanya amali ndani ya sehemu kama ile haiwi sawa na kwingine.
na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia salatu fil masjid al-harami ta'dilu 100,000 salah fi ghayriha. Unaposwali katika al-masjid al-haram Makkah ni sawa na swala 100,000 katika misikiti mingine. Yani swala ndani ya msikiti wa Makkah si sawa na swala katika msikiti wetu huu tuliomo ndani yake. Na unaposwali Madina ni sawa na swala 1,000 kwingine. Unaposwali Aqsa ni sawa na swala 500 kwingine. Kwa nini swala moja ikawa ni sawa na laki? Kwa sababu ya sharaful makan, utukufu wa sehemu yenyewe. Ndio namuona Sayyiduna Zakaria alayhi salam alipokwenda kwa Sayyidatuna Maryam katika mihrab, amekaa pale anafanya ibada zake, akaona analetewa chakula kutoka mbinguni. Sayyidatuna Maryam aletewa chakula kutoka mbinguni. Sayyidina Zakaria shangaa, anna laki hadha, umekitoa wapi chakula hichi? Sayyidatuna Maryam amwambia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Zakaria akajua sehemu hii si ya kawaida, sehemu inayofanywa ibada mpaka kuteremka chakula kutoka mbinguni sio ya kawaida. Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an Al-Karim atuambia hunalika, pale pale, yani katika ile mihrab pale alipo Sayyidatuna Maryam, hunalika daa Zakaria rabba. Zakaria kamuomba Mola wake, amuomba pale pale. Amejua sehemu hii ni tukufu na dua sehemu kama hii itakuwa kukubaliwa ni karibu zaidi. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayyiduna Zakaria alayhi salam ni Mtume, anatufundisha hapa utukufu wa sehemu. Haitoshi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia atufundisha katika Qur'an al-Karim, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipoweza kusema fadaa Zakaria rabba, Zakaria kamuomba Mola wake. Kuna siri gani? Atuambie pale pale akamuomba. Kwa nini aitaje ile sehemu? Ni kwa sehemu sio sehemu ya kawaida, ni sehemu tukufu. Kwa hivyo kila sehemu inapokuwa ni tukufu, dua kujibiwa sehemu kama ile huwa ni karibu zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile kuomba katika sehemu ambayo kwamba ni ovu, sehemu ya maasi, si rahisi mtu kukubaliwa, na vile vile sehemu ambayo kwamba ni tukufu ni rahisi mtu kukubaliwa. Yuko Muislamu yoyote mwenye akili atatoka aende disco ama aende sehemu yoyote anayoashiria Mwenyezi Mungu aseme naenda pale kumuomba? Yuko mwenye akili? Ana haja yake aenda sehemu ya maasi akaombe? Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu sote tunajua sehemu ile haina utukufu, ni sehemu ambayo kwamba anaasiwa Mwenyezi Mungu, anapigwa vita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na kinyume yake ni hivyo hivyo, kama vile kule kukubaliwa hakuwezekani, basi na huku kukubaliwa ni karibu zaidi. Na ndio maana Sayyidatuna Aisha mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallama alipojiwa na maswahaba, walipokuja watu katika mwaka ambao kwamba umejulikana mwaka wa ukame, amepokea hadithi hii al-Imam ad-Darimi katika sunani yake, hadithi ya Abu al-Jawza. Al-Imam ad-Darimi amepokea hadithi hii kwa sanad ambayo kwamba ni sahihi, asema tulitoka katika mwaka ambao kwamba ulikuwa ni wa ukame, hakuna mvua kabisa, kumekauka. Tukaenda kwa Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamwambia tuombe mvua. Kwa nini wanakwenda kwa Sayyidatuna Aisha? Sio waweza kuinua mikono kwamba kwa nini waende kwake? Kwa sababu wajua yule si sawa na sisi, yule ni ummul mu'minina, ni mama wa waumini, ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiye nisfu ilmi, yalopokea nusu ya elimu kutoka kwa Mtume. Wajua fadhila nyingi anazo Sayyidatuna Aisha, na hii ndio jambo la tatu ambalo kwamba tutakuja kulizungumzia, sharaful hal, utukufu wa hali ya mtu mwenyewe. Baada ya nini? Sharafu zamani, utukufu wa zama, na sharafu makani, utukufu wa sehemu. Kuna kitu chaitwa sharaf alhal, utukufu wa hali ya mtu yule anayeomba. Nini mafungamano kati yake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mabwana wakatoka wakaenda kwa Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, wakamwambia tuombe Mungu.
Sayyida Aisha akawaambia, "Itu qabra Rasulillah sallallahu alayhi wasallama", nendeni kule alipozikwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, waj'alu minhu kiwan, mpafungue pale juu, bihaithu la yakunu bainahu wa baina as-samai hijab, kwa namna ambayo kwamba kutakuwa hakuna kizuizi kati ya kaburi la Mtume na samaa mbingu. Thumma ad'u, kisha ombeni sehemu kama ile. Maneno haya anatamka Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha. Kwa nini amewaelekeza wale kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama? Kwa sababu wanajua alipozikwa Mtume ni sehemu tukufu, na dua katika sehemu tukufu ni karibu zaidi kutakabaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tumepata sharaful makani na sharaful hal, utukufu wa mtu mwenyewe anayekuombea. Si watu wote wana nguvu sawa katika kujibiwa dua. Kila mtu anapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio dua yake kutakabaliwa zaidi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim, si yoyote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu hutakabali dua yake wala amali yake. Mwenyezi Mungu hutakabali kutoka kwa wema. Sasa ikiwa mtu si mwema, ndipo pale ukaona baadhi wanakwenda kwa wanazuoni, wanakwenda kwa wacha Mungu, wanawaambia, "Sheikh, niombe Mungu na mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anifanyie wepesi mambo yangu." Kwa nini? Kwa sababu itikadi yake ni kuwa yule bwana yuko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yake ni yenye kukubaliwa zaidi kuliko yangu, kwa hivyo kwake mimi kutaka dua. Ndipo pale Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu alipokuwa akiletewa mgonjwa, alikuwa akimwekea mkono akimsomea suratul Fatiha, akimwekea mkono akimsomea suratul Fatiha. Mgonjwa yule hupoa pale pale. Kwa nini? Kwa sababu ni Sayyiduna Abu Bakr, si mtu wa kawaida. Ni yule ambaye kwamba Mtume ametuambia imani yake ni nzito. Imethubutu katika baadhi ya akhbar kwa imani yake ni nzito kuliko imani ya umma wote. Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu, kwa kuwa alikuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yake hutakabaliwa moja kwa moja. Na ndio maana wanazuoni wakatuambia, ad-du'a kasilahi, dua ni kama silaha, wasilahu bidhalibihi, na silaha huangaliwa anayepiga, haiangaliwi ncha ya silaha na ukali wake. Silaha ikiwa ni kali ukampa mtoto mdogo ataweza kukata, pamoja na ukali wake hakati. Kuangaliwa nani? Yule anayetumia ile silaha, nguvu alizonazo. Kwa hivyo haitoshi kuwa dua unayoomba ni dua ambayo kwamba pengine imepokewa katika ahadithi. Ikiwa mafungamano yako na Mwenyezi Mungu ni maovu, dua ile itakubaliwa vipi? Kwa hivyo kuangaliwa dhalibihi, mwenye kutumia ile silaha. Kwa hivyo na dua nayo kuangaliwa yule ambaye kwamba anayeomba. Ndio Sayyidina Abu Bakr akiweka mkono akisoma suratul Fatiha, yule moja kwa moja hupoa mgonjwa. Alipofariki Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, kuliletwa mgonjwa mmoja, akasema mambo sahali. Sayyidina Abu Bakr alikuwa akiweka mkono akimsomea suratul Fatiha, na sisi tutafanya hivyo hivyo. Akamwekea mkono akamsomea suratul Fatiha, hakupona. Katika waliokuwa pale, mmoja akamwambia, hadhihi al-Fatiha fa aina kafu Abi Bakr? Fatiha hii ipo, Fatiha hii twaijua sote tumehifadhi, tuweza kusoma, lakini mkono wa Sayyiduna Abu Bakr uko wapi? Mambo si katika Fatiha, mambo ni ule mkono. Al-Imam Sahnun katika fuqaha wa madhehebu ya Imam Malik, mwanachuoni mkubwa aitwa Sahnun, huyu akiletewa mgonjwa akimwekea mkono akimsomea aya moja ambayo kwamba ina harufu moja, nun, aya moja ambayo kwamba ina harufu moja, nun, wal qalami wama yasturun, nun peke yake, akipoa yule mgonjwa.
Qur'ani ni shifa, na anayekuombea ni mtu mtukufu, apoa pale pale, ugonjwa wote unaondoka. Siku hiyo shekhe hakuja katika darasa, akaletwa mgonjwa. Mmoja katika wanafunzi akaona mambo ni sahali, anapofanya shekhe ni kuweka mkono, kumwekea mkono mgonjwa na kumsomea nun. Akamwekea mkono mgonjwa, akamsomea nun, badala ya kupona ugonjwa ukazidi. Mmoja katika wanafunzi akamwambia, hadha nun fa aina sahnun? Sawa, nuni hii ipo, waijua, weza kuisoma, sote tuijua, lakini mkono wa sahnun uko wapi? Kwa hivyo ad-du'a bidharimihi. Tunarudi kule alipotuambia Ibn Rajab al-Hanbali kuwa amali huzidi sharaf kwa mambo matatu: utukufu wa zama, na utukufu wa sehemu, na utukufu wa hali ya yule mwenye kukifanya ile amali. Sasa sisi tunapokuja katika swala, tayari kuna utukufu wa zama, ni wakati wa swala, wakati mtukufu. Haitoshi, tupo ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tupo katika utukufu wa sehemu. Haitoshi, upo katika mawasiliano kati yako na Mola wako, upo katika utukufu wa hali. Yani sababu zote tatu zilizotajwa zapatikana tunapokuja kuswali: sharafu zamani, na sharafu makani, na sharafu hal. Ina maana tunapokuja kuomba dua wakati kama huu wa swala, dua ile kutakabaliwa ni karibu zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kumepatikana mambo matatu yote ambayo kwamba yametajwa na Ibn Rajab al-Hanbali. Tuingie katika masala yetu. Tumesema tuna vipengele vitatu. Jambo la kwanza, dua baada ya swala. Mtu alete dua, ama akishapiga salamu aende zake. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim wanasema hakuna dua baada ya swala. Unapopiga salamu, inuka uende zako. Haya yapo katika Majmu'ul Fatawa cha Ibn Taymiyyah na vile vile Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim. Asema mtu akipiga salamu asilete dua, dua alete kabla ya salamu, yani ndani ya swala. Mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim akamfuata shekhe lake katika masala haya, akasema dua pia isiletwe. Katika kitabu chake Zad al-Ma'ad. Wanazuoni wengine wakatuambia dua iletwe baada ya swala, bali dua ni muhimu zaidi kuletwa baada ya swala. Tupo pamoja? Tayeb. Kwa nini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akakataa dua kuletwa baada ya swala? Hawezi kusema hivi bila dalili, lazima ana dalili yake. Dalili ni kwa katika Sahih Muslim kuna hadithi inayosema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yatathabbatu fi makanihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haondoki ama hakai katika sehemu yake baada salati, baada ya swala, illa qadra ma yaqul, isipokuwa kwa kiasi cha kusema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hadithi inasema mtume alikuwa hakai baada ya swala, baada ya kupiga salamu, hakai isipokuwa kiwango cha kusema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Maneno machache, sekunde za kuhesabika. Kwa hivyo walipofahamu ni kuwa mtume akisema maneno hayo, akiondoka akienda zake, alikuwa hakai. Kwa hivyo na sisi tusikae kuleta dua.
Hii ndio dalili yao. Al-Imam Ibn Rajab au Ibn Hajar al-Asqalani, mmoja katika waliosherehesha Sahih al-Bukhari. Katika Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari ameweka mlango mzima akauita ad-du'a, babu ad-du'a ba'da as-salah, mlango wa dua baada ya swala. Yani katika wanaosema dua yafaa baada ya swala ni nani? Al-Imam al-Bukhari ameweka mlango mzima, mlango wa dua baada ya swala. Ibn Rajab au Ibn Hajar al-Asqalani akaongeza akasema ayil maktuba, kilichokusudiwa hapa dua baada ya swala, yani dua baada ya swala ya faradhi. Tupo pamoja? Kataja al-Imam al-Bukhari ahadith ambazo kwamba zinazungumzia dua baada ya swala, na zipo nyingi, ikiwepo hadithi ya Sayyiduna Muadh ibn Jabal iliyopokewa na al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam an-Nasa'i na imesahihishwa na al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak ala sahihain na vile vile Ibn Hibban katika sahihi yake. Muadh, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, inni la uhibbuk ya Muadh, inni la uhibbuk, ewe Muadh, mimi nakupenda. Fala tada an taqula dubura kulli salati, kwa hivyo usiwache kusema baada ya kila sala, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hii ni dua Mtume sallallahu alayhi wasallam amfundisha nani? Muadh ibn Jabal, mmoja katika masahaba zake, amfundisha kuleta dua kama hii baada ya nini? Ya swala. Kwa hivyo tunapokuja kusema haifai kuleta dua baada ya swala, itakuwa inapingana na hii hadithi. Mtume amfundisha sahaba wake kuleta hii dua baada ya swala. Hiyo ya kwanza. Kuna hadithi ya Zaid ibn Arqam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimaliza kuswali akisema, Allahumma anta rabbuna wa rabbu kulli shay. Ni hadithi ndefu, dua ndefu hiyo. Zaid ibn Arqam alikuwa Mtume asema, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimaliza kuswali akileta dua hii. Tuko pamoja? Kuna dua, kuna hadithi ya Suhaib, kuna hadithi ya Yahya ibn Mu'adh. Yani kuna hadithi nyingi ambazo kwamba zinaashiria dua aliyokuwa akileta Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya swala. Kwa hivyo kusema hakuna dua baada ya swala itakuwa ni ngumu, tukiwa tutategemea hadithi moja ile, na huku tuna hadithi nyingi ambazo kwamba zasema dua ipo baada ya swala. Al-Imam Ibn Rajab hapa akatumia usomi katika ilmu inayoitwa usulul fiqh. Kuna kitu kinaitwa al-jam'u baina ad-dalail au al-adilla, kukusanya, kujumuisha kati ya dalili. Yani zinapokuwa zimekuja hadithi mbili tofauti, hutakikani wewe kama Muislamu uchukue moja uiache nyingine, kwa sababu yote ni maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapoacha moja, ina maana umedharau baadhi ya maneno ya Mtume, lazima uyafanyie kazi yote mawili. Kwa hivyo Imam Ibn Rajab, Ibn Hajar al-Asqalani akasema lazima tuzifanyie nini? Jamu, tuzifanyie kazi zote hizi hadithi. Ile hadithi inayosema Mtume alikuwa hakai isipokuwa kiwango cha yale maneno, na hizi hadithi zinazosema kuwa kuna dua ambazo kwamba Mtume akizileta baada ya swala. Asema Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari, ambayo ni sharhi ya Sahih al-Bukhari, hadithi ya Muslim inayozungumzia kuwa Mtume alikuwa hainuki ama hakai isipokuwa kiwango cha kutamka yale maneno, kuna kinachokusudiwa hapo ni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akikaa kwa haia ama kwa namna ile ile anayokaa katika at-tahiyatu, hageuki baada ya salamu mpaka aseme maneno yale, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, alafu ndio ageuke awakabili waumini.
Hapa amefanya nini? Jamu, amekusanya hadithi zote mbili. Tupo pamoja? Narudia tena, hadithi inayosema mtume alikuwa hakai isipokuwa kiwango cha kutamka yale maneno, kilichokusudiwa ni kukaa kwa namna ambayo kwamba hukaa katika at-tahiyatu, kwa sababu imekuja katika hadithi kwa mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa baada ya swala akigeuka akiwaangalia waumini, wengine wasema akiangalia upande huu ambao kwamba utakuwa ni kulia kwake imamu. Kwa hivyo alikuwa hakai kikao kile isipokuwa kiasi cha kusema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, kisha akigeuka akiendelea na zile dua zingine ambazo kwamba zimetajwa katika hadithi zingine. Kwa hivyo dua baada ya swala ipo na ahadithi nyingi ambazo kwamba zimetaja dua baada ya swala. Hili ni swali la kwanza lilikuwa, au masala ya kwanza. Masala ya pili, kuinua mikono katika dua. Kuna baadhi wakataa, kuna baadhi utaona wakiomba Mungu mikono iko chini, bali kuna wengine huwa wakati haswa mtu hupiga na kelele haswa, tumefika wakati wa dua, sitaki mtu ainue mkono wala mtu aitikie amini. Tumefika wakati wa dua, tutaomba dua, lakini asiinue mtu mkono, imamu mkali, asiinue mtu mkono wala asiitikie amini. Allah, kuna vita. Kuna makosa gani wewe kama mu'min unapomuinulia Mola wako, muumba wako mkono? Ikiwa sisi wanadamu tunanyosheana mikono sisi kwa sisi kwa haja za kidunia, unapokuja kumnyoshea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkono, kuna kosa gani? Unapokuja kujidhihirisha ama kudhihirisha udhalilifu wako kwa Mola wako, kuna makosa gani? Alafu al-Imam Suyuti ana kitabu chake kinaitwa Fadhlul Wi'a an ahadithi raf'i al-yadayn fi ad-du'a. Katika kitabu chake hichi al-Imam Suyuti ametaja hadithi 100 zinazozungumzia kuinua mikono wakati wa dua. Hadithi ngapi? 100. Allah, yani kupatikana hadithi 100 alafu wewe bado mkali utakiwa watu wainue mkono wakati wa dua. Nani wewe? Hadithi 100 zinazozungumzia kuinua mkono wakati wa dua, al-Imam Suyuti amezipanga katika kitabu chake Fadhlul Wi'a. Katika hadithi hizo kuna hadithi ya al-Imam Tirmidhi katika jami' yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, inna Allaha hayyun karimun yastahi idha rafa'a al-'abdu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa haya, ni mkarimu sana. Yastahi, kuona haya Mwenyezi Mungu pindi mja wake anapoinua mikono kumuinulia yeye kumuomba, akawa atairudisha ikiwa ni sufuri, mikono ile ni mitupu. Mwenyezi Mungu huona haya, yani anapoinua mja mkono Mwenyezi Mungu humpa. Hadithi ipo kwa nani? Al-Imam At-Tirmidhi katika jami' yake. Katika ahadithi zinazozungumzia raf'ul yadaini, Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa katika hadithi kuwa alikuwa katika kipando. Mtume sallallahu alaihi wasallam kishale chake kikawa chataka kuanguka. Wengine wasema ni kamba za nini, za kipando chake, na huku ameinua mikono yuamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alichokifanya, alipeleka mkono mmoja kukiokota, mkono mwingine ukawa bado uko juu. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kupeleka yote miwili, lakini hapa atufundisha nini? Utukufu wa kuinua mikono wakati wa dua. Nitaokota na mmoja, mwingine uwe bado uko juu. Unamnyenyekea nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi mpaka kuwa katika taabu tulioko ndani yake sahihi, maana twalia shida kila siku. Urongo kweli?
Leo twalia, mtu ukishika noti ya 1000 ya yuka, sijui ya deuka, haikai, ukishaichange shaisha. Kwa nini kumekosekana baraka? Kwa nini kukosekane baraka? Kwa sababu tumekuwa tukimbia dua, kumuinulia mkono Mola wetu hatutaki. Ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akatuambia walaqad akhadhnahum bil'adhab, tumewapa adhabu hawa. Kwa nini? Kwa nini wakaadhibiwa? Asema famastakanu lirabbihim wama yatadarraun, hawakuwa wenyenyekevu kwa Mola wao na kumuomba. Waliona washafika wao hawamuhitaji. Na Mwenyezi Mungu ni tofauti na viumbe wengine. Viumbe wengine ukienda kimuomba mara moja mara mbili, huwa tayari ashakushikia pua, kukugeuzia na njia akikuona, ashakuchoka. Lakini Mwenyezi Mungu kila unapomuomba ndio hufurahi zaidi. Famastakanu lirabbihim, aweka wazi hapa sababu ya kuwa wao wapatwe na adhabu na shida ni kuwa hawakumnyenyekea Mola wao, hawakumuomba Mola wao. Ndio hizi shida tunazoziona. Zama zilizopita zilikuwa na baraka. Mtu auza kahawa, ajenga majumba, anunua magari. Kahawa ni kikombe cha kahawa, pengine auze asubuhi na jioni baada ya alasiri. Lakini kwa kuwa kulikuwa na baraka, leo tuwafanya makazi ya mamilioni hazikai mkononi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna baraka. Sasa hizi dua ambazo kwamba zenye kuleta baraka twazipiga vita, baraka hiyo itakuwepo kweli? Zamani kila nyumba ama nyumba nyingi utapata nyumba kila mwezi ama kila wiki wanasoma wasilatu shafi, wanasoma asmaullahi alhusna, waleta walimu na wanafunzi wa madrasa wasome. Yani dua haitoki pale ndani ya nyumba. Sasa leo imekuja ni bid'a, haifai, tuiwateni, kutakuwa na baraka kweli? Famastakanu lirabbi wama yatadarraun. Kwa hivyo kunyosha mkono, kumuinulia Mola wako, kudhihirisha udhalilifu wako sio jambo baya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala penda hilo. Al-Imam Suyuti anataja hadithi ngapi? 100 za kunyosha mkono wakati wa dua. Katika ilmu inayojulikana kama ilmu mustalah al-hadith, wanazuoni wa hadithi wanasema kuna kiwango ama idadi ambayo kwamba ikifika, yani hadithi zikithubutu kwa idadi fulani, hiyo inaitwa haddu tawatur. Daraja ya tawatur ni kwa tena hakuna shaka katika hilo jambo. Hadithi zikifika nini? Idadi hiyo moja kwa moja hakuna shaka katika jambo hilo, limethubutu. Hapa wamekhtalifiana wanazuoni wa hadithi. Wengine wakasema ni 4. Yani hadithi katika masala moja zikithubutu 4, basi moja kwa moja ni nini? Ni tawatur. Wengine wakasema ni 10. Wengine wakasema 40. Yani kauli mbalimbali wamekhtalifiana. Idadi kubwa ambayo kwamba imetajwa ni 70. Idadi kubwa kabisa iliyotajwa ni ngapi? 70. Katika Fathul Wi'ai Imam Suyuti atajamia, yani hata hizo 70 zimevukwa. Ina maana imefika daraja ya tawatur. Imefika daraja ya tawatur kumwinulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkono wakati wa dua. Hivyo masala ya kwanza tumejua kuwa dua baada ya swala ipo. Ingawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mwanachuoni amejitahidi, lakini mwanachuoni mara nyingine hujitahidi akapata na mara nyingine hujitahidi akakosa. Haina maana kwa yeye ni maasum. Maasum ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik atuambia kullun yukhadhu minhu wa yuraddu alayhi. Kila mmoja katika wanazuoni kuna yale ambayo kwamba yatachukuliwa kwake na kuna mengine ambayo kwamba atarejeshewa mwenyewe, atatupiwa mwenyewe. Ina maana akipata yatachukuliwa kwake, akiwa amekosea ataachiwa mwenyewe. Illa sahiba hadha al-qabr. Maneno haya Imam Malik yatamka akiwa katika msikiti wa Mtume, akashiria kaburi la Mtume akasema, isipokuwa huyu aliozikwa hapa, chochote kilichothubutu kutoka kwa Mtume hakuna kurejeshwa, yote yanachukuliwa. Lakini mtu yoyote mwingine akipata yachukuliwa, akikosa yawekwa kando. Al-Imam Ibn Taymiyyah amejitahidi katika masala haya, lakini
ulama wengine wamepinga, wasema zimethubutu ahadithi. Kwa hivyo hakuna kusema kuwa hakuna dua baada ya swala. Dua ipo baada ya swala. Ibn al-Qayyim ambaye kwamba ni mwanafunzi wake ambaye amemuunga, Ibn al-Qayyim mwenyewe kachanganyikiwa. Nikisema kachanganyikiwa na kusudia kuwa katika masala haya alikuwa na kauli ambayo kwamba si moja. Yeye mwenyewe Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad asema nilijadiliana ama nilifanya hiwari na shekhe langu Ibn Taymiyyah katika masala haya. Yani alikuwa anamueleza shekhe lake kuwa dua ipo baada ya swala, kwa nini wakataa shekhe langu? Nani huyu? Ibn al-Qayyim mwanafunzi wake eleza hilo. Ibn al-Qayyim asema Imam Ibn Taymiyyah akamwambia hakuna. Sasa yeye aitakidi ipo, shekhe lake amwambia hakuna. Hapa akachanganyikiwa Ibn al-Qayyim. Mwanzo akamfuata shekhe lake akasema hakuna dua baada ya swala, lakini hapo hapo katika masala hayo katika kitabu hicho akasema Ibn al-Qayyim hakuna tabu mtu baada ya swala baadaye akamsabih Mwenyezi Mungu, akamhalil tasbih, yani subhanallah, tahlil usema la ilaha illa Allah, akamkabir akasema Allahu akbar, alafu akamswalia mtumi sallallahu alayhi wasallama, alafu akaomba dua. Maneno ya nani? Ibn al-Qayyim shekhe lake. Hakuna tatizo baada ya kumaliza swala na kuleta zile adhikari, yani kusema subhanallah mara 33, kusema alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33. Ukimaliza hizi adhikari basi hakuna tabu. Lau utataka kuendelea na dhikri useme la ilaha illa Allah, hakuna tabu. Lau utasema Allahu akbar, baadaye ukamswalia na mtume sallallahu alaihi wasallam, baadaye ukaomba dua. Maneno ya Ibn al-Qayyim. Ndipo pale nikasema anchanganyikiwa. Sasa yeye hakutaka kumkhalifu shekhe lake katika masala, na wakati huo hakubaliani naye. Alichokifanya ni kuwa akasema unapoleta hii dua baada ya kumaliza zile adhkari, utakuwa umeleta dua baada ya adhkari, ukuleta dua baada ya swala. Narudia tena, utakapoleta dua utakuwa umeleta dua baada ya nini? Adhkari. Utakuwa hujaleta dua baada ya swala. Asema hivi ili achanganye kauli zote mbili, asikataze dua baada ya swala na asimkhalifu shekhe lake kwa kusema hakuna dua baada ya swala. Sasa iwe ni baada ya swala mubashara, ikiwa ni baada ya adhkari, dua ipo haipo, amekubali. Tena asema na umswalie na mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza, alafu ndio uombe dua. Maneno yake katika Zad al-Ma'ad. Kwa dua baada ya swala tumeona ipo, jambo la kwanza. Jambo la pili, kuinua mikono ipo. Jambo la tatu ambalo kwamba ndio muhimu zaidi na ndio ambalo kwamba tunakhtalifiana sana ndani yake, kwa sababu tukisema dua baada ya swala ipo, mtu aweza kupiga salamu akajiombea mwenyewe, ndio dua ipo. Lakini swala ni kuwa dua ya jamaa kwa sauti ipo, imethubutu katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na imethubutu. Dalili katika Sahih al-Bukhari, hadithi ipo katika Sahih al-Bukhari, ili tusiambiwe hadithi ni dhaifu. Ipo katika Sahih al-Bukhari. Ibn Abbas radiyallahu anhu asema inna raf'a as-sawti bidhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Kuinua sauti katika kuleta dhikri baada ya swala. Kuinua sauti kuzungumzwa nini?
kuinua sauti baada ya swala katika kuleta dhikri ilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani wakati wa Mtume watu walikuwa wakileta dhikri baada ya swala kwa sauti, ili tusikufurishane na ili tusitiane katika shirki kwa sababu ya kuleta dua na kutupiana maneno na kuitana ni watu wa bid'a na nini. Mambo yalikuwepo. Kuleta dhikri kwa sauti ilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa kuna kuja swali. Pengine mtu atasema lakini ni dhikri sio dua. Ni dhikri sio dua. Sisi tunazungumzia dua. Sasa ili nilijibu hili swali, kwanza mimi nina swali langu. Wewe unayesema hivyo, je, waleta hiyo dhikri kwa sauti? Tufanye si dhikri, si dua, ni dhikri. Hiyo dhikri baada ya swala waileta kwa sauti. Hata hiyo dhikri uilete kwa sauti. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, katika sharia neno dhikri ni neno pana, laingia ama yaingia mambo mingi chini yake. Na maneno haya si maneno yangu, ni maneno ya al-Imam Ash-Shawkani katika kitabu chake Subulus Salam. Subulu as-Salam, ambayo ni sharhi ya Bulugh al-Maram. Al-Imam Ash-Shawkani asema dhikri ina maana zaidi ya moja. Kwa nini wasema hivi al-Imam Ash-Shawkani? Asema kwa sababu kuna hadithi ndio iliyosema hivyo, iliyoashiria hivyo. Hadithi gani? Hadithi ya hilaqu dhikr. Zimekuja hadithi nyingi katika Sahihaini Bukhari na Muslim na vitabu vingine kuonesha daraja na fadhila ya nini? Vikao vya dhikri. Watu kukusanyika katika sehemu na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almuhim, hadithi ni ndefu, kipande tunachokitaka. Hadithi ipo kwa al-Imam al-Bazzar katika musnad yake. Musnad ya nani? Al-Bazzar. Anaitaja ni Ash-Shawkani katika Subulu as-Salam. Asema malaika wanapokwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumjulisha kuwa kuna waja wako wamekaa wanakutaja, wanaleta dhikri, Mwenyezi Mungu huwauliza ma yasna'u al-ibad, waja wako wafanya nini pale? Waja wako wafanya nini haswa? Hiyo dhikri wanaoleta ni kitu gani? Malaika humwambia Mwenyezi Mungu, wa huwa a'lamu bihim. Katika hadithi imekuja hivyo, wa huwa, na Mwenyezi Mungu a'lamu bihim, ajua, sio kwa hajui Mwenyezi Mungu, lakini awauliza malaika, wafanya nini waja wangu? Malaika humwambia yu'adhimuna alaik, wanaadhimisha alaika, neema zako. Yu'adhimuna alaik. Jambo la pili, wayatluna kitaba, wanasoma kitabu chako, yani wanasoma al-Qur'an al-Karim. Wayusalluna ala nabiyyika, na wanamswalia mtume wako. Wayasalunaka li akhiratihim wa dunyahum, na wanakuomba kwa akhira yao na dunia yao. Dhikri kukaingia vitu vingapi? Vinne. Vote hivi vinaitwa dhikri. Kuadhimisha neema za Mwenyezi Mungu, yani unapokaa ukawa waadhimisha neema za Mwenyezi Mungu na kusema alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'mati al-Islam, alhamdulillah ala ni'mati al-iman. Hii ndio kuadhimisha neema za Mwenyezi Mungu. Hii ni dhikri. Wayatluna kitab, wanasoma kitabu chako. Unapokaa kusoma al-Qur'an al-Karim ni dhikri, bali ndio dhikri kubwa zaidi kusoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayusalluna ala nabiyyikum, salia mtume ni dhikri. Wayasalunaka, na wakuomba, yani na dua, wanakuomba pale Mwenyezi Mungu, na dua nayo ni dhikri. Kwa hivyo dhikri ni neno pana, yaingia chini yake dua. Kwa hivyo tunapoambiwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake watu walikuwa wakiinua sauti kwa dhikri baada ya swala, dua yaingia pia humo. Hatuwezi kuibana ama kuifunga katika nini? Katika tasbih na tahmid na takbir. Tupo pamoja? Tayeb. Hii ni hadithi ambayo kwamba pengine tunaweza kusema ni pana,
Twende katika hadithi ambayo kwamba itakuwa inazungumzia dua haswa. Maana hapo tunaweza kwamba lakini bado dhikri pana, pengine hakusudiwi dua. Twende katika hadithi inayozungumzia dua haswa. Katika kitabu hicho cha Imam Suyuti Fadhlul Wi'a, ambacho kwamba ametaja hadithi 100 ndani, ametaja hadithi iliyopokewa na Ibn Abi Shayba katika musannaf yake. Hadithi ya Al-Aswad Al-Amiri, hadithi ya Al-Aswad Al-Amiri ambayo kwamba amepokea kutoka kwa babake Al-Amiri, asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama idha sallama, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama idha sallama inharafa thumma rafa'a yadayhi wada'a. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anapopiga salamu inharafa, hugeuka, ukaa kidogo kusema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, alafu akageuka, baadaye akainua mikono akaomba. Hadithi ya nani? Al-Aswad Al-Amiri katika musannaf ya Ibn Abi Shayba, anaitaja al-Imam Suyuti katika Fadhlul Wi'a. Hii ipo wazi kabisa kwa Mtume baada ya swala akigeuka na akinua mikono akiomba, akileta dua. Hadithi nyingine kwa mazungumzia dua hivyo hivyo ni hadithi iliyopokewa na al-Imam Tabarani, iliyopokewa na al-Imam At-Tabarani. Hadithi ya Muhammad ibn Yahya asema raaitu Abdullah ibn Zubayr, nilimuona nani? Abdullah ibn Zubayr, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, ambaye ni mtoto wa Sayyidatuna Asma binti ya Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhum wa arda, na mmoja katika wale abadila wanne ma Abdullah wakijulikana kwa elimu, vijana walikuwa na himma ya kusoma: Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab na Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Zubayr, Muhammad ibn Yahya asema nilimuona Abdullah ibn Zubayr, raaitu Abdullah ibn Zubayr wa ra'a rajulan rafa'a yadayhi qabla an yafrugha min salatihi wa da'a. Nimemuona Abdullah ibn Zubayr akimuona mtu yuwaswali, kabla ya kupiga salamu, kabla ya kumaliza swala yake, yule mtu akawa anainua mikono yuwaomba Mungu. Abdullah ibn Zubayr akamwambia yule mtu baada ya kumaliza swala yake, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa hainui mikono kuomba isipokuwa baada ya swala. Yani kuinua mikono na kuomba si kabla ya swala. Ni wakati gani? Baada ya swala. Hii hadithi ipo wazi kabisa kuwa kuomba baada ya swala kulifanywa na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa ushahidi huu wa Abdullah ibn Zubayr. Hadithi hii imepokewa na al-Imam Tabarani. Al-Imam Al-Haythami katika kitabu chake Majma'u Zawaid asema wapokezi wa hadithi hii ni thiqat, wapokezi wote ni waaminifu, hakuna hata mmoja ni dhaifu katika wapokezi wake. Ukisikia wapokezi ni thiqat, moja kwa moja hadithi hiyo ni sahihi, kwa kuwa hakuna hata mmoja katika sanadi yake ni dhaifu katika waliopokea. Tupo pamoja. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama akigeuka akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Ibn Abbas atuambia kwa sauti ya juu, kwa sauti ya juu. Na kama ingekuwa si kwa sauti ya juu, basi tusingenukuliwa na maswahaba zile dua walikuwa wakiomba Mtume, mpaka kunukuu maswahaba kwa Mtume alikuwa baada ya swala akiomba Allahumma anta rabbuna wa rabbu kulli shay, mpaka kunukuu yale maneno ni kuwa walimsikia, ni kwa Mtume aliomba kwa sauti.
Kwa hivyo hakuna shida yoyote baada ya swala mtu akainua sauti kuomba, wala si bid'a, thubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bado tupo katika ishkali. Pengine mtu atasema sawa, tuombe kwa sauti, lakini kila mmoja aombe kivyake, sio kwa jamaa. Kwa nini kila mmoja aombe kivyake? Na dua ya jamaa ni dua tukufu. Katika hadithi ya Habib ibn Maslama al-Fihri, hadithi ambayo kwamba pia imepokewa na al-Imam Tabarani, Habib ibn Maslama asema amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la yajtami'u qaumun, hawakusanyiki watu, fayad'u ba'dhum, wengine wakaomba, wayuaminu sa'irahum, na wengine walobakia wakawa wataitia amini, illa ajabahumullah, isipokuwa Mwenyezi Mungu atawatakabalia. Watu hawawi pamoja wakakusanyika, wengine wakaomba, wengine wakaitikia nini? Amin, isipokuwa dua ile utakabaliwa. Hadithi imepokewa na Tabarani, na akasema baada ya hapo, rijaluhu rijalu sahih. Al-Imam Al-Haythami yasema rijalu, wapokezi wa hadithi hii, rijalu sahih ni wapokezi ambao kwamba wapo katika Sahih al-Bukhari, yani watu wale ambao kwamba wanategemewa na nani? Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ndio alipokea hadithi kama hii, yani hadithi sahihi. Asema isipokuwa mtu mmoja, Ibn Lahia, asema isipokuwa mtu mmoja wa Ibn Lahia hayupo katika Bukhari, si katika wapokezi wa Bukhari, lakini hasanul hadithi zake zapokewa ni nzuri, si dhaifu mtu kama huyu. Kwa hivyo kwa hayupo katika Bukhari haina maana hadithi hii tatupa sahihi, la, hadithi hii bado ni sawa, ni sahihi, hata kama huyu bwana hayupo katika Bukhari, kwa sababu yeye hadithi zake zakubalika kwa wanazuoni wa hadithi. Hawakusanyiki watu, wengine wakaomba, wengine wakaitikia amini, isipokuwa Mwenyezi Mungu utakabali dua kama hii. Kwa nini? Kwa sababu dua ya pamoja huwezi kujua amini ya nani ndio utakabaliwa. Tumetangulia kusema kuwa kukubaliwa ni kwa nani? Kwa wema. Na kuna kitu chaitwa sharaful hal, yule anayeomba na yule anaitikia amini, na kwa kuwa mafungamano yake na Mwenyezi Mungu ni makubwa, ndio kukubaliwa kwake ni rahisi zaidi, wepesi. Kwa hivyo tunapokuja kuomba dua ya pamoja hapa, hakuna anayejua amini ya nani na kubaliwa. Pengine yaliyoko nyuma kabisa kule aliyejificha ndio mcha Mungu kutushinda sote hapa, amini yake ndio inatakabaliwa. Na dua tumeomba ya pamoja, Allahumma hdina, tuongoze. Kwa hivyo akiitikia amini, tuongozwa sote. Tofauti ni kila mmoja akisema jiombee mwenyewe, ubakhili huo. Kila mmoja jiombee mwenyewe, haya ndio kukubaliwa. Kwa hivyo dua ya jamaa inakuwa ina ubora wake. Sikwambia usijiombee, jiombee. Baada ya dua ya jamaa, jiombee. Unapokuwa njiani, jiombee. Nyumbani, jiombee. Omba Mungu kila wakati, lakini na dua ya jamaa nayo ina siri yake, ina fadhila yake. Na katika Al-Qur'an Al-Karim tumefundishwa dua ya jamaa wa Sayyiduna Musa alayhi salam alipokuwa anamuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuambia, waqala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan, mpaka mwisho wa dua. Musa ndo anayeomba. Kala Musa ametajwa mmoja tu, Rabbana innaka ataita fir'auna, mpaka mwisho wa dua. Ilipokuja katika masala ya kujibiwa, Mwenyezi Mungu akatuambia kad ujibat da'watukuma. Hapo katika maudhui hiyo, kad ujibat da'watukuma, dua yenu nyinyi wawili imetakabaliwa. Sasa aliomba ni mmoja, mbona umetakabaliwa watu wawili? Aliomba nani?
ni Musa, Sayyiduna Musa alayhi salam. Mbona Qur'ani atuambia da'watukuma, dua yenu nyinyi wawili imetakabaliwa? Wanazuoni wanatuambia Sayyidina Musa alikuwa akiomba na Sayyidina Harun ndugu yake kiitikia amin. Kwa hivyo ilikuwa ni dua ya wawili, si dua ya mmoja. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katujibat da'watukuma. Ingawa aliomba ni mmoja, lakini imehesabiwa ni ya wawili. Ilikuwa ni dua ya pamoja, haikuwa ya mtu peke yake. Kwa hivyo Qur'ani tayari yatuonesha ubora wa nini, wa dua ya pamoja. Ni ashiria hii, na dua ya pamoja siku zote ina fadhila. Dua ya pamoja siku zote inakuwa na daraja, kwa sababu kama tulivyosema, hatujui amini ya nani ndio inayotakabaliwa. Kwa hivyo dua baada ya swala tumeona imethubutu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba kwa sauti. Naam, Ibn Abbas katika Bukhari anasema kwa sauti, kwa pamoja yawezekana. Naam, kwa pamoja yawezekana. Tumeona katika hadithi ya Habib ibn Maslama al-Fahri. Kwa hivyo hakuna haja ya watu kuzozana wala kutiana katika ubidaa na ukafiri na kutoana katika mila kwa sababu ya dua baada ya swala. Ikiwa waona ni makosa dua baada ya swala, piga salamu, inuke uende zako. Ikiwa waona ushiba uhitaji dua wewe, piga salamu uende zako. Kuna Waislamu ambao wana haja. Na ikiwa waona hadithi ya pamoja hiyo ndio ishafunga mlango katika masala haya, ingawa hadithi hiyo itakuwa umeifahamu nusu, ukawa hutaki hadithi zingine zote zile, basi shughuli zako kataa. Lakini wengine ambao kwamba watakuwa wataka kuomba, usiwakatalie. Maadamu wana hadithi zao ambazo kwamba wanazitegemea, wana mashikio, wana sehemu ambapo kwamba wanashikilia, wawache waendelee na dua, wamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya swala. Baada ya swala, kwa sababu tupo katika sehemu tukufu, nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tupo katika zama tukufu, zama za swala, tupo na watu tofauti, tutapata biashara fulhad, yote yatakuwa yamekusanyika kutakabaliwa. Dua kama ile itakuwa ni karibu zaidi. Ikhwata al-iman wal Islam, nadhani masala mpaka hapa tutakuwa tumeweka wazi kwa ahadithi ambazo kwamba tumezinukuu kutoka katika vitabu tofauti, na hadithi zote tumetaja sanad zake, zimesahihishwa na wanazuoni, ili isije shubha ya kuwa hadithi hizo ni dhaifu ama nini. La, hadithi kama tulivyoona anatuambia rijalu thiqat. Al-Imam Ibn Hajar al-Haythami katika Majmu' al-Zawaid, al-Imam al-Haythami katika Majmu' al-Zawaid atuambia rijalu sahih, na zingine ziko katika Bukhari haswa. Kwa masala kama haya yasilete ugomvi kati yetu. Anayetaka kuomba aombe, anayetaka dua akaya subiri, asiyetaka ainuke ende zake, lakini isitugawani. Najtami'u fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Tukusanyike katika yale yanayotujumuisha, tuwe ni kitu kimoja. Katika yale ambayo kwamba tutatofautiana, basi kila mmoja ampe udhuru zake. Tusikufurishane, wala tusiitane watu wa bidaa, wala tusiitane mushrikina kwa sababu ya mambo ya khilafu. Kila mmoja ampe udhuru. Fanya utakalo, mimi nitafanya nitakalo madamu nina mashikilio yangu na hadithi, lakini tusivunje umoja. Mwenyezi Mungu atuambia wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni, kuweni ni kitu kimoja. Kuwa mbalimbali, kugawanyika, kukhtalifiana ni madhara. Na hii ni siasa kwa kwamba imetumika na maadui wa Kiislamu, siasa ya farq tasud, divide and rule. Gawanya ndio uweze kuwapelekesha, kwa sababu wakiwa kitu kimoja watakuwa wana nguvu, utaweza kuwa control. Kwa hivyo ili kuwa control, wagawanye. Sasa makundi mangapi tunayo sisi Waislamu? Tasikia hawa sijui ahlul nani, hawa ahlul nani, hawa sijui ni salafia, hawa salafia jadida, sijui salafia muasara, salafia jihadia, hawa sijui tariqa, hawa sijui nani. Tumekuwa tuna majina mingi, na Mwenyezi Mungu ametuita ni muslimuna, Waislamu. Tumekwenda kujigawanya vikundi,
Ndipo pale sasa tunapata shida, tunaonewa. Tunasema tunaonewa, lakini tumeanza sisi wenyewe kujionea. Sisi wenyewe ndio tumeanza kujionea kwa sababu tayari tushajigawanya. Lau tungebakia na ihtiram, kila mmoja akafanya lake na akamheshimu mwenzake, yasingetokea haya. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe haki ilipo tuweze kuifuata, na tuoneshe batili ilipo tuweze kuiepuka. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha tahhirna biha jisman wa qalban wa qaliban wa ruha. اشف منا المرضى واجعلنا كما ترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.